Zangu natambua ya kwamba watu wengi tunasubiri ajira za jeshi la polisi. Lakini, je, unasubiri kwa namna gani? Je, uko chonjo? Na umejiandaa kwa kiasi gani? Maana kinachokuja mwezi huu hapa itakuwa ni maajabu. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho tudiskasi mambo muhimu ambayo inatakiwa uyaandae kwa haraka sana. Jambo la kwanza ni kama tunaendelea kukumbushana, najua kuna watu tuna masikio ambayo hayasikii dawa, ila tutakuja kujuta siku moja. Jambo la kwanza, hakikisha umegonga muhuri kwa mwanasheria kwenye vyeti vyako. Hili swala tunarudia zaidi ya mara moja. Hakikisha umegonga vyeti vyako muhuri kwa mwanasheria na viwe ni kopi ya original. Jambo jingine ambalo ni muhimu, hakikisha una kitambulisho chochote ambacho kinakutambulisha wewe kama Mtanzania. Hivi ni vitu muhimu sana, na kwenye kitambulisho ambacho kinakutambulisha wewe kama Mtanzania, moja, aidha uwe na kitambulisho cha taifa, yani NIDA, kitambulisho cha NIDA. Sio namba, uwe na kitambulisho. Nafikiri mmenielewa. Option nyingine, uwe na passport ya kusafiria, passport kubwa. Option nyingine, uwe na leseni ya udereva. Option nyingine, uwe na kitambulisho cha mpiga kura. Watu wengi huwa tunapuzia sana masuala ya kupiga kura, hata vitambulisho hatukati. Kwa maana hiyo ni vitu muhimu sana ambavyo vinaweza kukutambulisha wewe ni Mtanzania. Option nyingine, uwe na utambulisho kutoka sehemu ambayo unakaa. We umetokea mtaa gani? Wanaita ni barua kutoka kwa ni mwenyekiti wa kijiji, kitu kama hicho. Kwa hiyo hakikisha unaenda kwa mhusika wa sehemu kutoka mtaani kwako, nenda kwa mhusika ambaye anaongoza mtaa wako, nadhani ni mwenyekiti. Nenda kachukue barua ya utambulisho wa makazi. Hiyo iwe option ya mwisho kama umekosa vitambulisho vyote hivyo nilivyovitaja. Ni muhimu sana na ninakazia sana, utakuja ujute baadaye. Chao.